Hospitali ya Mloganzila hivi sasa ni miongoni mwa hospitali zinazotoa huduma za kibingwa nchini Tanzania na kupelekea baadhi ya wagonjwa waliokuwa wakitegemea kusafiri kwenda nje ya nchi kupunguza safari na gharama za kwenda nje kwa ajili ya kufuata huduma, ikiwemo huduma za upasuaji wa nyonga na mgongo. Hayo yanaelezwa na mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji Mloganzila, Dr. Godlove Mfuko, wakati wa hitimisho ya kambi maalum ya siku 5 ya upasuaji wa kibingwa kwa kushirikiana na daktari bingwa wa upasuaji wa mifupa Profesa Mamun Gadir kutoka nchini Uingereza. Mwaka 2022 kwa mfano, kuanzia Januari mpaka Disemba tulikuwa tumefanya operation 6 tu. Sababu kwa nini tulifanya hizo chache ni nyingi, na mambo ya utaalamu, miundombinu na vitu vingine. Lakini tulivyokuja mwaka 2023 tukaona hapana, hebu tufanye kitu, ka train wataalamu wetu, na baada ya hapo tukaona sasa ili kuwapa confidence tumuite mtaalamu. Kwa hiyo akaja. Kwa siku 6 tu tulifanya operesheni 44. Kwa hiyo unaweza ukaona impact ya mafunzo pamoja na miundombinu na utayari wa wataalamu ilileta impact kubwa sana. Kipindi cha miaka 2 iliyopita mpaka leo hii tumeshafanya operesheni 350. Hao wagonjwa 350, outcome yake, ufanisi wake wa hizo operation ni karibia 100%. Wanaendelea vizuri sana bila changamoto yoyote. Aidha, Dr. Mfuko ameongeza kuwa hospitali hiyo hupokea takriban wagonjwa 150 wa upasuaji kila siku, ingawa wengi wao hawahitaji upasuaji bali hutibiwa maumivu makali ya mgongo kwa njia nyingine za kitabibu. Katika kipindi hiki cha miaka 2 tumekuwa tukiona wagonjwa wengi sana kliniki ya wagonjwa wa nje. Kliniki ya mifupa sisi tunafanya kila siku. Tunafanya Jumatatu mpaka Jumamosi. Tulichojifunza hapa ni kwamba sio wote wanahitaji upasuaji. Wengi wanakuja na maumivu tu. Na sasa utashangaa kwamba tumefanyia operation za nyonga na magoti, lakini wengi sana wateja ambao tumewaona kipindi hiki ni wenye maumivu ya migongo. Sawa, kwa hiyo mtaalamu ameobserve hiyo, ameiona na akasema sasa ni muda muafaka wa kuimprove, kuextend hizi huduma za nyonga na magoti kwenda kwenye kuanzisha huduma za pain management. Naye daktari bingwa wa upasuaji wa nyonga na magoti Dr. Shekirwa Makira akitaja baadhi ya visababishi vya magonjwa ya nyonga na mgongo. Mojawapo sababu kubwa ni aging. Kadiri watu tunavyokuwa na umri mkubwa kunakuwa na wear and tear, yani kulika au kusagika kwa mifupa. Lakini wako wengine ambao changamoto hizo zimetokana na umri wa kuzaa, wakati anazaa, wakati anabeba ujauzito. Wengine alipata madhara kidogo kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo yanapelekea sasa kupata hayo maumivu akiwa na umri mdogo. Surgery requires special skills, special equipments. So we work towards doing that, and that would be one of the first places to be. Kutoka jijini Dar es Salaam,